Mheshimiwa Job Yustino Ndugai, mbunge, spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa wenye viti wa kamati na wajumbe wa kamati za kudumu za Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, namuona mwenyekiti wa PIC ndugu yangu Mheshimiwa Mwakibete, namuona makamu mwenyekiti CPA Asunga, namuona mwakilishi wa mwenyekiti wa LAC Mheshimiwa Neema Mwandabila, namuona mwenyekiti wa kamati ya budget ndugu yangu Silo, Mheshimiwa Silo, katibu wakuu mliopo, namuona Mheshimiwa ndugu yangu Kadio, katibu mkuu Wizara ya Mambo ya Ndani, viongozi wa taasisi za umma, namuona bwana Maneno, mkuu wetu, msimamizi wetu, regulator wetu Pius CPA Pius Maneno, karibu sana. Lakini kuna wadau wengine, naona wadau wetu wa maendeleo ni watambue. Kuna Bendi Mayogu ambaye anatoka PFMRP, wafadhili wetu hawa, wadau wa maendeleo. Namuona Zainabu Msimbe, yeye anatoka PWC, ni mdau wetu na pia ni kiongozi wa chama cha wahasibu wa kina mama. Karibu sana CPA Zainabu. Kuna Octavia Selemani kutoka mikopo, bodi ya mikopo ya elimu ya juu. Kuna Mheshimiwa CPA Rashid ambaye ni DC, karibu sana. Watumishi wa ofisi ya taifa ya ukaguzi, japokuwa mmeniangusha kidogo kwa sababu mziki umepigwa ukaanguka ukamwagika chini. Sasa kumwagika chini mziki huwa tuutendea haki. Value for money inawezekana ikakosekana au kwa negatory expenditure. Mziki kazi yake ni kuchezwa, sio kusikilizwa tu. Nitegemea mtacheza kwa nguvu, lakini sasa hapa kuna negatory expenditure. Mheshimiwa Spika, mkaguzi wako yule akija anaweza kukutana na hiyo na mtajibu. Na mwisho tutatakiwa kuzilipa hizo pesa. Tukilipa tabii niwaambie nyinyi tuzigawane, kila mtu alipe. Manake ndio msababisha yote haya. Wageni waalikwa, ni tambue uwepo wa mwakilishi wa katibu mkuu na mpaji mkuu wa hesabu za serikali ndugu yangu Azizi, ambaye ni naibu mhasibu mkuu wa serikali, na mhasibu mwingine naibu mhasibu mkuu mwingine wa serikali bwana Tesha, na yeye yupo. Karibu sana. Ndugu wanahabari, mabibi na mabwana, nilikuwa naangalia pale tumekaa watu watatu, nikajiuliza hao watatu wana maana gani? Tunaenda tarehe 3. Mzee yule na mzee huyu na mimi, nadhani tarehe 3 tutegemee 3 kwa sababu tumekaa watatu. Nadhani mmenielewa. Mheshimiwa Spika, awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa afya kutuwezesha kukusanyika hapa siku hii adhimu ya leo ili kushiriki katika maadhimisho ya miaka 60 tangu kuanzishwa kwa ofisi ya taifa ya ukaguzi. Kwa namna ya kipekee kabisa napenda kutambua uwepo wenu nyote katika siku hii muhimu sana kwa ofisi yetu ya ukaguzi ya taifa. Sherehe hizi nadhani mliambiwa zitaanza saa 4, lakini ikatokea mwingiliano wa ratiba ikabidi tuanze saa 8. Ilikuwa mwingiliano wa ratiba kwa sababu kulikuwa na ile taarifa ya ukaguzi wa Benki Kuu leo ilikuwa nakabidhi kwa Mheshimiwa Rais. Pata taarifa ya, kwa hiyo ikabidhi leo muda huo wa asubuhi, ndio maana tumekuja hapa muda huu. Napenda kushukuru kwa dhati kabisa Mheshimiwa mgeni rasmi kwa kukubali mwaliko wetu wa kushiriki nasi katika maadhimisho haya kuanzishwa kwa ofisi ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali tarehe 1 Julai, ambapo mwaka huu wa 2021 imetimiza miaka 60 tangu kuanzishwa kwake. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama ilivyoelezwa katika historia, ofisi ya taifa ya ukaguzi ni moja ya taasisi muhimu ambazo historia yake inaanzia zama za ukoloni. Kwa kuzingatia umuhimu wa utawala bora katika usimamizi wa matumizi ya fedha za umma, wakati wa utawala wa Mwingereza, ofisi ya ukaguzi ilijulikana kama ofisi ya huduma za ukaguzi. Baadaye ofisi hii ilibadilishwa jina na kuwa ofisi ya kusimamia huduma za ukaguzi. Hata hivyo,
Baada ya uhuru, muundo wa ofisi ulibadilika na kuwa chini ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali mpaka hii leo. Mheshimiwa mgeni rasmi, majukumu ya ofisi yameendelea kukua ili kuendana na wakati na matarajio ya wadau wetu, na hii imedhihirishwa katika historia ambayo imesomwa. Ofisi imechangia kwa kiasi kikubwa katika kukuza uwajibikaji na uwazi katika matumizi ya rasilimali za umma. Kutokana na mabadiliko ya teknolojia pamoja na kaguzi za hesabu za fedha, ofisi imejikita zaidi kuimarisha huduma za ukaguzi, hususan ukaguzi wa mifumo, ukaguzi wa ufanisi na ukaguzi wa kiufundi na ukaguzi tunaita real time audit, ili kuendana na wakati, kama alivyosema makamu mwenyekiti wa kamati ya PAC. Mheshimiwa mgeni rasmi, napenda kuchukua fursa hii kutambua mchango mkubwa kutoka kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya uongozi wa rais wetu Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Serikali imewezesha ofisi kutekeleza majukumu yake kufikia malengo yake kwa kuipatia rasilimali fedha, watu, vitendea kazi, na hivyo vinapatikana kwa wakati. Mchango mkubwa wa serikali umewezesha ofisi kupata nafasi ya kufanya kaguzi za kimataifa kama ukaguzi wa Umoja wa Mataifa. Pia tuna ukaguzi wa Tume ya Usimamizi wa Anga ya Afrika, lakini pia tunashiriki katika ukaguzi wa Umoja wa Afrika na Jumuiya ya Afrika Mashariki. Aidha, serikali kupitia maafisa masuhuli imetoa ushirikiano mkubwa katika kipindi cha ukaguzi na kuwezesha utoaji wa taarifa kwa wakati. Niwashukuru sana maafisa masuhuli wote wa serikali kwa ushirikiano mkubwa sana wanaotoa kwa ofisi ya ukaguzi ya taifa. Asanteni sana maafisa masuhuli. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa namna pekee kabisa nitambue mchango wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya uongozi wako Mheshimiwa Spika. Ni ukweli usiopingika kwamba mafanikio makubwa ya ofisi hii tunayojivunia yametokana na ushirikiano mzuri uliopo na unaoendelea kuimarika siku hadi siku. Uwepo wa sheria inampa mamlaka mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kufanya ukaguzi na kutoa taarifa zinazowasilishwa katika bunge tukufu ni moja ya kigezo kinachoashiria kiwango cha juu cha utawala bora hapa nchini. Taarifa za ukaguzi zimekuwa zikijadiliwa kwa wakati. Aidha, ofisi imewezeshwa kufikia malengo yake kutokana na upatikanaji wa bajeti kwa kushirikisha pande tatu. Yaani, kamati ya bunge pia imeteua mkaguzi wa nje kwa kukagua ofisi yetu na kuifanya ofisi kuwa mfano katika kusimamia uwajibikaji na uwazi katika matumizi ya rasilimali za umma. Watu huwa wanajiuliza nani anamkagua CAG? CAG anakaguliwa na bunge kwa sababu bunge ndio linateua mkaguzi anayetukagua sisi CAG. Sio kwamba unakaa tu unakagua wenzako na wewe ukaguliwi, na sisi tunakaguliwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa namna pekee sana nichukue fursa hii kukupongeza sana wewe binafsi pamoja na bunge unaloliongoza kwa kuhakikisha inafanyia kazi kwa wakati ripoti za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali ambazo inazitoa kila mwaka. Bunge kupitia kamati zake za PAC, LAC, PIC na kamati ya budget zimekuwa kamati muhimu sana katika kutekeleza majukumu yangu ya kikatiba, na kwa kweli na ni kweli usiopingika, kamati hizi hakika zimekuwakilisha vema katika kutekeleza majukumu ya bunge letu tukufu. Mheshimiwa mgeni rasmi, pia nawashukuru sana wenyeviti wa kamati hizi kwa kuwa muda wao wote wamekuwa wakiyasimamia vema majukumu yao ambayo bunge limewaamini kuyatekeleza. Nikuhakikishie Mheshimiwa Spika, ofisi yangu itaendelea kutoa mafunzo zaidi kwa waheshimiwa wabunge ya kuwajengea uwezo wa kujadili, kutafasiri, kusimamia na kufuatilia mapendekezo ya taarifa ninazozitoa, pamoja ni kuwapa mbinu mbalimbali namna ya kuhoji utekelezaji wa hoja zilizotolewa katika taarifa zangu mbalimbali. Kwa hiyo tutawapa ujuzi na mbinu. Maafisa masuhuli mtakuwa mnahojiwa kwa mbinu mpya ambazo tumewapa waheshimiwa wabunge na tutaendelea kuwapa mbinu. Kwa hiyo tujiandae, tujipange. Mheshimiwa mgeni rasmi, ofisi yako imekuwa tayari wakati wote kufanya kazi kwa karibu na ofisi ya CAG, pamoja na kuwa bunge lina majukumu mengi ya kuwakilisha wananchi, majukumu makubwa na muhimu ya kutunga sheria, kujadili na kuidhinisha bajeti na kufuatilia utekelezaji wa bajeti iliyoidhinishwa. Bado ofisi yako imekuwa mstari wa mbele katika kuhakikisha bunge linatekeleza jukumu lake la kujadili na kufanyia kazi ripoti za CAG kwa wakati, na katika hili tunashukuru sana Mheshimiwa Spika.
Mheshimiwa mgeni rasmi, leo naomba niendelee kusisitiza mbele yako kuwa Ofisi ya Ukaguzi ya Taifa chini ya uongozi wangu itaendelea kuwa jicho kali na angavu itakalotizama mapato na matumizi ya serikali ili kulisaidia Bunge kusimamia na kuishauri serikali yetu katika usimamizi wa rasilimali za umma. Mheshimiwa Spika, katika kusisitiza hili, naomba Bunge lako tukufu liangalie uwezekano wa kuharakisha kujadili taarifa za CAG mapema badala ya kusubiri hadi mwaka ujao. Hii litaongeza tija katika swala zima la kuongeza uwajibikaji ndani ya serikali. Mheshimiwa Spika, mgeni rasmi, mafanikio ambayo ofisi yangu inajivunia leo yamechangiwa kwa kiasi kikubwa na wadau wa maendeleo, nikiwataja baadhi ikiwa ni pamoja na wenzetu wa PFMRP, African Development Bank, Ofisi ya Ukaguzi ya Taifa ya Sweden na GIZ, na taasisi za kimataifa kwa mfano Umoja wa Ulaya na Global Fund, ambao wamewezesha ofisi yangu kutekeleza mikakati iliyojiwekea ili kufikia malengo yake. Aidha, Mheshimiwa mgeni rasmi, bodi mbalimbali za kitaalamu zikiwemo bodi ya wahasibu na wakaguzi wa hesabu kwa maana ya NBAA, bodi ya wataalamu wa ununuzi na ugavi, bodi ya wahandisi na bodi nyingine nyingi, nazishukuru sana kwa sababu kamati yangu inafanya kazi na wataalamu wote hao kutoka bodi mbalimbali hapa nchini. Bodi hizo zimetoa mchango mkubwa sana katika kuimarisha utendaji kazi katika kujengea uwezo wa watumishi wa ofisi hii. Mheshimiwa mgeni rasmi, umoja wa taasisi za ukaguzi za kimataifa kama vile Intosai, Afrosai na Afrosai wametoa mchango mkubwa katika eneo la utengenezaji wa miongozo ya ukaguzi kwa maana ya audit methodology ambazo zimetajwa na Akjen hapo, pia na makamu mwenyekiti wa PAC, ambayo inaendana na viwango vya kimataifa vya kiukaguzi. Na hii ni moja ya kigezo kinachowezesha ofisi kuboresha kaguzi zake kuendana na wakati. Mheshimiwa mgeni rasmi, lengo la ofisi ni kuwa taasisi ya kisasa katika viwango vya kimataifa. Katika kipindi changu nitaendelea kutilia mkazo katika eneo la digitalization of processes na kufanya real time audit na performance audit katika miradi ya kimkakati na maeneo mengine yenye vipaumbele vya kitaifa. Tunalenga kuimarisha mahusiano yetu na wadau muhimu kama vile Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ili kuhakikisha kuwa mnyororo wa utawala bora katika usimamizi wa rasilimali za umma unaimarika na kutoa matunda yanayotarajiwa kwa ustawi wa taifa letu na wananchi wa Tanzania. Na hii, Mheshimiwa Spika, inahitaji ushirikiano ili kuwa na uelewa wa pamoja. Aidha, mgeni rasmi, ofisi itaendelea kuiwakilisha vyema taifa letu katika kaguzi za vyombo na taasisi mbalimbali za kimataifa kama ambavyo nimezitaja hapo juu, ikiwa ni Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika, Jumuiya ya Afrika Mashariki na taasisi zingine mbalimbali ambazo tumepata nafasi ya kuzikagua na tunaendelea kuzikagua. Mheshimiwa mgeni rasmi, siku ya leo Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi inaanza mpango mkakati mpya wa miaka mitano. Mpango uliokuwa unatumika umeisha siku ya jana, yaani kwa maana ya tarehe 30 Juni 2021. Mpango mkakati mpya wa mwaka 2021-22 hadi 2025-26 umebeba dira ya ofisi ambayo ni kuwa taasisi ya kuaminika na ya kisasa ya ukaguzi yenye kutoa huduma za ukaguzi wa hali ya juu kwa kuongeza imani kwa umma. Kwa maana ya Kiingereza, credible supreme audit institution with high quality audit services for the enhancement of public confidence. Katika kuchangia utawala bora, tumelenga kutoa huduma za ukaguzi wa hali ya juu kwa kuboresha utendaji wetu, na hii itaongeza uwajibikaji na uwazi katika usimamizi wa rasilimali za umma. Na hii ndio dhima ya ofisi itakayotupeleka kufikia dira yetu ifikapo mwaka 2025-2026. Mheshimiwa mgeni rasmi, nitaomba tuzindulie mpango mkakati huu uliobeba jina la National Audit Office of Tanzania Strategic Plan 2021-22 to 2025-26 ambao utaanza kutumika rasmi kuanzia siku ya leo kwa maana ya tarehe 1. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama nilivyoeleza, kujenga uelewa pamoja ni muhimu katika kuimarisha ushirikiano baina ya ofisi yangu na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ofisi imekuwa ikiandaa mafunzo, kujenga uwezo kwa waheshimiwa wabunge ili kuelewa na kuchambua ripoti za ukaguzi, ikiwa ni pamoja na kutumia taarifa za ukaguzi kuhoji maafisa masuhuri. Hata hivyo, hapa kuwepo na mwongozo wa kujenga uwezo kwa maana capacity building manual ambao ungetumika kama mwongozo katika utoaji wa mafunzo hayo. Leo hii ofisi imeandaa mwongozo huo
wa kuwajengea uwezo wa waheshimiwa wabunge utakaoanza kutumika rasmi kuanzia leo tarehe 1 Julai 2021, ambao pia ningeomba Mheshimiwa mgeni rasmi utuzindulie. Lengo la mwongozo huu ni kuwezesha upangaji na utoaji wa programu za mafunzo kwa waheshimiwa wabunge. Hasa mwongozo unasaidia waratibu wa mafunzo kuandaa jinsi ya kupata mafunzo kimtiririko, arrangement capacity building sessions sequentially, lakini pia kufahamu mada za kufundisha, capacity building key and subtopics, na kupata chanzo cha nyenzo ya kufundishia, capacity building materials. Kama nilivyosema, lengo ni kuwa na uelewa pamoja, kuimarisha mahusiano na ushirikiano kati ya CAG na bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kuboresha uwajibikaji na uwazi katika matumizi ya rasilimali za umma. Mheshimiwa mgeni rasmi, mafanikio ya ofisi hii tunayoshuhudia leo ni chanzo chake si kipindi kifupi, bali yametokana na watangulizi walioiongoza ofisi hii kuweka misingi imara ambayo tunaendelea kuifanyia kazi. Nichukue nafasi hii kuwapongeza watangulizi wangu wote ambao ni 6, wazungu 2 na Waswahili, tunasema Waswahili wa Afrika 4, ambao sasa hivi tuko 7. Wamechukua na ofisi na kuifikisha hapa ilipo. Kazi yangu na wenzangu ni kuiondoa hapa ilipo kazi nzuri waliyofanya na kuisogeza mbele hadi hapo utakapofikia. Lakini dira yetu ni mwongozo wetu, yani kwa maana strategic plan ambayo Mheshimiwa mgeni rasmi utatuzindulia leo, inataka itubebe kutoka hapa tulipo tusonge mbele zaidi, tuweze kuhitimisha tunachokitarajia kwamba kuwa ni ofisi ya kisasa ya ukaguzi ya taifa katika ukanda wetu. Baada ya kusema machache, Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba kuchukua fursa hii kukushukuru kwa mara nyingine, na sasa kushukuru kwa mara nyingine kwa kuungana na sisi katika sherehe zetu hizi za kutimiza miaka 60. Hii inaonyesha jinsi ambavyo bunge na National Audit Office tuna ushirikiano mkubwa. Watu wakati mwingine wanauliza ushirikiano wako na bunge ukoje? Nadhani sina haja ya kusema, unajisema wenyewe. Mheshimiwa Spika, kuja hapa umeonyesha dhahiri kwamba CAG, ofisi ya CAG na watumishi wake, ofisi ya bunge na watumishi wake ni kitu kimoja, wote tukiwa na nia moja ya kusimamia rasilimali za nchi. Mheshimiwa mgeni rasmi, ninakushukuru sana. Na baada ya kusema hayo, naomba nikukaribisha rasmi kuongea nasi wafanyakazi na wageni wetu ambao tumewaalika. Na kisha nikuombe kama nilivyosema, utuzindulie mpango mkakati wa mwaka 2021-2022 mpaka 2025-2026. Pia na mpango wa mafunzo kwa waheshimiwa wabunge wetu ambao nimemtaja. Mheshimiwa mgeni rasmi, karibu sana Mheshimiwa Job Houston Ndugai, mbunge, spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa hotuba yako. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa CAG. Wakati tukizingatia zile rangi za watu watatu wale, na Mheshimiwa mgeni rasmi nadhani ataongea vizuri, maana amekewa ile rangi anayoipenda, lakini mambo ya tabiriki hiyo tarehe 3 hatuwezi jua. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunakukaribisha usogee uweze kuongea na ofisa tatu kwa umoja. Karibu. Waheshimiwa wenye viti wa kamati za bunge ambao mmefuatana nami, mwenyekiti wa PAC nimekuona, makamu mwenyekiti wa PAC, mwakilishi wa LAC Neema, mwenyekiti wa Public Investments Committee na mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bajeti, nimefurahi sana kuwa pamoja nanyi. Mheshimiwa mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali ndugu Charles Kichere, mwakilishi wa mlipaji mkuu wa serikali ndugu Azizi, wadhibiti na wakaguzi wakuu wastaafu mliopo, manaibu wakaguzi wakuu, wadau mbalimbali wa ofisi ya taifa ya ukaguzi, watumishi wa ofisi ya taifa ya ukaguzi, wageni waalikwa, wanahabari, mabibi na mabwana, na wasalimu katika jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe.
Ndugu mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, nichukue fursa hii kukushukuru sana na kwa dhati kabisa kwa kunialika kuwa mgeni rasmi katika maadhimisho ya miaka 60 tangu kuanzishwa kwa Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi. Kwa hesabu za haraka haraka, inamaanisha kuwa watumishi wote wa ofisi hii mlioko hapa mlikuwa mjazaliwa wakati ofisi hii inaanza. Maana umri wa kustaafu katika utumishi wa umma ni miaka 60, labda kama una kataba fulani hivi unaweza kazidi hapo. Ukimwondoa CAG ambaye kwa mujibu wa sheria ya ukaguzi wa umma anaweza kustaafu pale anapofikia umri wa miaka 65 kama muda wake wa uteuzi bado haujamalizika. Kwa hiyo wengine wote mtakuwa chini ya miaka 60. Kwa miaka 60 ukiitazama haraka kama mingi vile. Hayo ukitaka kujua mtu wa miaka 60 basi ni mimi niliyesimama hapa nayeongea. Zile dalili zinasema Azizi zile na mimi zinaanza, nywele zimepotea. Lakini bado kichwa kiko kizima kabisa. Mzee Mwinyi anakaribia miaka 100. Bado kidogo sana. Rais wetu mstaafu. Kwa hiyo ukiangalia na miaka 40 zaidi ya ofisi hii tangu. Kwa hiyo ni miaka ambayo ofisi yetu kwa maana ya taasisi bado ni taasisi changa. Lakini kwa maana ya mwanadamu miaka imeenda kidogo. Kwa hiyo nawapongezeni sana kwa umri huo wa kazi, na mmetuonyesha transformations ambazo mmezifanya kwa muda huo. Ni mabadiliko makubwa sana kutoka kwenye ofisi yenu pale katikati ya jiji la Dar es Salaam kuja kwenye ofisi ya kisasa namna hii. Kwa kweli hongereni sana na mjipongeze. Kwa jinsi hiyo kipekee kabisa nichukue fursa hii kukupongeza wewe mwenyewe Mdhibiti Mkuu wa Hesabu za Serikali CAG Bwana Charles Kichere kwa kazi nzuri ambayo personally unaifanya, lakini pia wewe na wasaidizi wako wote kwa kazi hii muhimu ya kikatiba ambayo mnaifanya kwa ufanisi mkubwa sana. Ofisi ya CAG ni jicho la Bunge. Kwenye jukumu la Bunge la kikatiba la kuisimamia serikali, la oversight. Katika majukumu yake ambayo Bunge limepewa na katiba, kama nilivyosema, ya kuisimamia na kuishauri serikali hasa katika usimamizi wa rasilimali za umma. Na ofisi yako imekuwa tayari wakati wote kufanya kazi kwa karibu kabisa na Bunge, na katika hili nasema hongera sana CAG. Ofisi hii kupitia ripoti za CAG mbalimbali kama ambavyo tumeona kwenye mabanda ya maonyesho na zile ambazo huwa natuletea bungeni, imekuwa ni chombo muhimu sana katika kulishauri Bunge, na kwa maana hiyo kuionyesha au kuishauri serikali maeneo ya kuboresha kiutendaji ama maeneo ya kuchukua hatua kwa lengo la kuongeza ufanisi. Pia kupitia taarifa zenu mmekuwa nyenzo muhimu sana kwa utendaji wa shughuli za Bunge kupitia kamati zake za PAC na LAC na PIC kufuatilia utekelezaji wa miradi na katika kuisimamia serikali. Pia ina umuhimu wa kipekee kwa wadau mbalimbali wa maendeleo kwa kuwa mnatoa assurance kama fedha za maendeleo kwa ajili ya wananchi zinatumika vizuri au hazitumiki vizuri. Rai yangu ni kwamba ofisi iongeze ufanisi zaidi katika kutekeleza majukumu yake kwa kuwa ndiyo tegemeo letu sote. Na nafurahi kwamba baada ya hapa tutazindua tena mpango mkakati mpya wa miaka 5 ijayo. Kwa upande wetu kama Bunge,
taarifa kutoka Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi ni nyenzo muhimu sana katika kutimiza majukumu yetu ya kuisimamia serikali. Kwa mfano, kutokana na ripoti za CAG, Bunge linapata nafasi ya kujadili mapungufu yaliyobainishwa katika taasisi mbalimbali za serikali na kuishauri serikali ama kutoa maazimio mbalimbali kuboresha na kuongeza ufanisi. Pia Bunge linapata kutambua mienendo ya miradi mbalimbali inayoendelea au inayoendelezwa na serikali na inaipa nafasi Bunge kufanya ufuatiliaji wa kina. Na kama mnavyofahamu, mijadala ya taarifa za CAG huwa ni mijadala mikali sana ndani ya Bunge, na hali hiyo itaendelea kuwa hivyo katika siku zijazo, na rekodi zinaonyesha kwamba huko nyuma baadhi ya mawaziri wamewahi kuachia ngazi kutokana na taarifa za CAG kuhusu wizara zao, kwa maana ya kuwajibika. Kama alivyosema Mheshimiwa Hasunga aliposimama hapa, huko mbele mnakoelekea kwenye kutoa taarifa za ufanisi, na sisi tunawaunga mkono sana katika uelekeo huo, kuliko kuwa na taarifa za kihasibu peke yake, kwa sababu pamekuwa na mjadala mkubwa miongoni mwa wananchi kwamba hawa wamepata hati safi, lakini mbona bure kabisa hawa? Ukitazama miradi yao ya hovyo. Kwa hiyo tunapoelekea kwenye ufanisi, bila kuacha zile za kihasibu, itatusaidia kutupa picha halisi zaidi kuhusu utendaji wa watu ndani ya serikali. Lakini pia CAG umekuwa mstari wa mbele kuhakikisha wajumbe wa kamati za Bunge za usimamizi wa hesabu na ile kamati ya budget wanajengewa uwezo, na nitumie nafasi hii kukushukuru sana wewe na wasaidizi wako kwa kazi hiyo nzuri sana ambayo mmekuwa mkiifanya. Mafunzo haya ni muhimu sana kusudi muwe mnaongea lugha moja ya kuelewana. Lakini pia nitumie nafasi hii kuwaomba sana muendelee pia kutoa mafunzo kwa wahasibu serikali kuu, ndani ya serikali kuu, lakini pia wale wa serikali za mitaa, na kusisitiza mafunzo mengine ya taasisi zingine yatolewe kwa wahasibu hao kusudi mwe mnawakagua watu ambao mnaelewana lugha. Wakati mwingine hasa wale wa serikali za mitaa wanakuwa wameachwa nyuma bila kuwa na mafunzo kwa muda mrefu, na kwa hiyo wanaweza wakahukumiwa kumbe kwa kutokujua kwao, kwa sababu mabadiliko katika uwanja wa utunzaji wa mahesabu yamekuwa ni makubwa na ya mara kwa mara, na viwango vyake vimekuwa vikibadilika na kuboreka haraka. Natambua ukaguzi mkuu umepata mafanikio mengine mengi, ikiwa ni pamoja na kukua kwa uhuru wa mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, ambapo uhuru huo pamoja na mambo mengine umewezesha ukomo wa bajeti ya ofisi kujadiliwa na Bunge badala ya waziri wa fedha kama ilivyokuwa katika siku za nyuma. Na mtakumbuka tumekuwa tukilalamika sana mara kwa mara kuhakikisha kwamba bajeti ya ofisi ya CAG inaongezeka wakati kwa wakati, na tumefanikiwa katika hilo na tunaendelea kufanikiwa, na tunawaahidi katika bajeti zinazokuja tutafanya hivyo tena, ili muweze kuwa na nyenzo za kufanyia kazi, muweze kuwa na watumishi wengi zaidi mikoani na hata makao makuu. Lakini lengo ni kwamba muweze kufanya kazi zenu katika mazingira ambayo mtaweza kutupatia taarifa ambazo ni bora zaidi kama tunavyokutarajieni. Lakini pia kuwepo kwa ofisi za ukaguzi kila mkoa na kuendelea kujenga majengo ya ofisi ni matokeo mazuri ambayo tunatarajia kutokana na kuongezeka kwa bajeti yenu. Lakini pia umefanya kazi nzuri na kupelekea kuongezeka kwa mawanda ya ukaguzi ikilinganishwa na miaka ile ambapo ofisi ya CAG ilipokuwa inaanza, ofisi ya National Audit. Kwa sababu wakati huo ofisi ilikuwa ikifanya ukaguzi wa aina moja tu, yani ukaguzi wa fedha. Lakini mpaka sasa mmenitaarifu hapa kwamba
ofisi inafanya ukaguzi wa aina mbalimbali, kama tulivyosema, ukaguzi ambao una mvuto na unakidhi zaidi matarajio ya Watanzania. Bila kusahau kwamba mafanikio yenu mengine ni pale ambapo ofisi yako ndugu CAG imeliletea taifa letu heshima kwa kushiriki katika ukaguzi wa Umoja wa Mataifa kwa kipindi cha miaka zaidi kidogo ya 6, na kwa taarifa nilizonazo ofisi imefanya kazi hiyo vizuri sana. Pia ofisi kuwa mstari wa mbele katika kuwezesha uanzishwaji wa taasisi za kikanda za ofisi za ukaguzi katika Jumuiya ya Umoja wa Nchi wanachama wa SADC, pia katika Jumuiya ya Afrika Mashariki na Umoja wa Nchi zinazoongea lugha ya Kiingereza duniani. Na kwenye mabanda hapa nimeona baadhi ya tuzo ambazo ofisi imepata kutoka katika taasisi mbalimbali za kimataifa. Hivyo napenda kuchukua nafasi hii kukupongeza tena CAG na kuwapongeza watumishi wa ofisi hii ya taifa ya ukaguzi kwa kazi kubwa ambayo mnaifanya na kuletea taifa letu heshima kubwa. Hivi sasa pale bungeni tunao mswada ambao nadhani tutaujadili kwenye bunge lijalo, ambao ni mswada unaosema The Accountants and Auditors Registration Amendments Bill 2021. Naamini ninyi kama wahasibu na wakaguzi, yako mambo ambayo yataboreshwa kidogo kupitia mswada huo. Lakini kama ni wadau pia tunawakaribisha wakati huo ukifika, ili mfike muone nini kinachopendekezwa katika mabadiliko yanayokuja kuhusiana na masuala ya registration ya kada hizi za wahasibu na wakaguzi. Ndugu CAG, ofisi yako ina njia bora za kuhakikisha inaziba mianya ya rushwa kwa kupitia aina mbalimbali za kaguzi, hasa wakati huu ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan ambaye leo tunapoadhimisha siku 100 tangu kushika madaraka, ambaye wakati huu tunapoadhimisha siku 100 tangu ameshika madaraka ya kuongoza nchi yetu muhimu, ni kwamba na waombeni sana tuendelee kumsaidia. Na nashukuru kwamba leo ulikuwa kule Ikulu wewe mwenyewe CAG kukabidhi ripoti kuhusu taarifa ambayo alikuwa ameiomba yeye mwenyewe Mheshimiwa Rais inayohusiana na masuala ya Benki Kuu ya Tanzania na matumizi ya fedha katika baadhi ya miezi ya mwaka huu wa 2021. Umefanya kazi hiyo kwa wakati na umeshakabidhi ripoti. Tunakushukuru sana sote. Katika hotuba yako, Mkaguzi Mkuu, umeliomba Bunge liangalie uwezekano wa kuharakisha kujadili taarifa za CAG mapema zaidi badala ya kusubiri kujadiliwa hadi mwaka unaofuata. Hata sisi jambo hili linatupa shida. Tungelipenda tujadili mapema zaidi, kwa sababu taarifa za CAG zikishawekwa mezani, kwa kweli nchi nzima wanachotaka kujua ni nini kilichoko humo ndani, na kuona wabunge wanajadili jambo hilo haraka na kuona hatua zikichukuliwa haraka. Kwa mfano, taarifa ambazo umeziweka mezani miezi 3-4 iliyopita ni taarifa za hesabu zilizokaguliwa za mwaka za mwaka mmoja uliopita 19-20, lakini tutazijadili Septemba ambapo ni 21-22. Ladha inakuwa kidogo imeshuka, kunakuwa na mwaka mmoja katikati. Mimi naamini kwa pamoja tunaweza, ambapo taarifa za CAG za mwaka zikawa ni za karibu zaidi, na sisi tukajitahidi kuhakikisha kwamba mara mnapoziweka mezani zinapata kipaumbele cha aina yake. Kwa bahati mbaya ni kwamba huwa zinawekwa mezani katika kipindi ambacho ndio kipindi ambacho bajeti ya nchi yetu inapojadiliwa, na kwa maana hiyo bunge haliwezi kuacha kujadili bajeti likaanza na taarifa za CAG
kwa sababu budget lazima ijadiliwe na imalizike kujadiliwa tarehe 30 Juni kama tulivyofanya kumaliza jana, ili leo mwaka wa fedha wa serikali uweze kuanza. Lakini naamini kabisa tunaweza tukapata njia rafiki, njia ya pamoja, ili kuhakikisha kwamba hilo nalo linapata ufumbuzi, tuweze kwenda kufuatana na matarajio ya wananchi wa Tanzania. Kwa kuhitimisha, niseme tena kwamba Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi ni nyenzo muhimu sana kwetu sote, na hasa kwa Bunge na wadau mbalimbali katika kufanya maamuzi yenye tija. Hivyo watumishi wote wa Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi, tambueni kuwa mmepewa dhamana kubwa sana na serikali. Hivyo mfanye kazi kwa uadilifu na kwa uzalendo wa hali ya juu kwa maslahi ya nchi yetu. Na waombeni sana muendelee kuwa wabunifu, muendelee kuwa wazalendo katika kutimiza majukumu yenu, na mfanye kazi kwa ufanisi mkubwa zaidi ili kuleta manufaa makubwa zaidi kwa nchi yetu. Na mimi nikuhakikishieni na niwahakikishie Watanzania wote, angalia kamera. Champagne ambayo inaruhusiwa kutumiwa na mtu yote, imetengenezwa na zabibu safi kutoka Dodoma. Alafu vile vile ni katika unajua Tanzania nchi ya viwanda, kuna kiwanda kimeanzishwa leo kimeweza kuzalisha wine ambayo inaitwa Nation Audit Office miaka 60. Huo ndio ufanisi ulivyo. Kama mnavyoona ziko chupa 6 na kila miaka 10 ni chupa moja. Haya, mtoto wa kwanza huyo, 10 ya kwanza hiyo, 10 ya pili, 10 ya tatu, 10 ya 6. Asanteni sana. Vile vile kwa sababu muda sio rafiki, tunaomba wageni watuwakilishe. Mtapata, msio na wasiwasi. Kiwanja tunacho sisi wenyewe, na zabibu tunalima sisi wenyewe. Naomba tuwashuhudie wakifanya cheers kwa niaba yetu. Kwa taarifa yenu ambayo mkuweza kushuhudia, mgeni rasmi alipowasili hapa alipanda mti mbele ya ofisi yetu, na hiyo ni mojawapo wa tendo la kumbukumbu. Sasa wanakunywa kwa niaba yetu, tuwaombee wanywe kwa afya zetu wote.